Guy, mimi na kitu chenye nataka nizungumze kidogo na kitu chenye nataka tuzungumze kidogo tu, sio haitachukua muda mrefu, lakini but I think sio kutukanana au sio kuambiana vibaya. Najua kama kuna wenye watangia mkomantere waanze kutukana, waanze kufanya nini. So nilikuwa nataka nizungumzie kwa hichi kitu cha hao brother wetu, hao brother wako wanasafiri wanaingia Dubai, wako wanasafiri wanaingia Dubai. So kiukweli ukija kuangalia wale watipe wanasafiri wanaenda Dubai, wanasafiri kwa pesa nyingi, alafu kwa pesa nyingi ambazo wanasafiri nazo kuna wenye nasikia wanalipa milioni 6, wanalipa milioni 7, mpaka 8. Ya mpaka 8. So nasikia kuna zingine companies zinazungumza kama zinalipisha milioni 5, maana kuja kuhesabia, maana ukija kupiga mahesabu ya haraka ni kama dola 1000 na masenti juu na mamia juu na 100 au na 50. So sasa lakini kawaida ukija kuangalia contract ambayo wanafanya na pesa ambazo wakishafika Dubai, pesa wanatumikia ni pesa ambazo unakutanaga hazilingani na kazi ambayo wanafanya. Kwa sababu ukiangalia mabuilding ambazo zilikuwa wanapanda, wako wanajenga, wako wanapandisha wako wanapandisha masimenti, wako wanapandisha vitu gani, unakuja kukutana pesa ambazo wanapokea unakutana hazilingani na kazi ambayo wanafanya. So kama hivi kiufupi unakutana kuna watu wanatumikia hata dola 250, wanatumikia 300. So nasikia kuna wenye wanafikisha hata 400, lakini na wazani wadogo. Sasa ukija kupiga mahesabu ya haraka kwa hizo pesa wanatumikia na kazi ambayo wanafanya Dubai, guys, hiyo pesa ni kidogo sana. Hiyo pesa ni kidogo sana kwa kazi ambayo wanaenda kufanya, manake kawaida. So lakini siamini kama ndo franga zenye zile kampani zinalipa. Inaonekana kama hapo katikati kuna nani wa commissioner, kwa sababu mimi nasikia, lakini sina ushahidi sana. Nasikia kama pesa hazitokei kwa boss direct. Nasikia kama zinazunguka, zinapita sehemu tofauti, alafu ndo zinaenda kuwafikia. So guys, hao jamaa vraiment wanatumika sana, wanapitia tabu nyingi. So kikweli pesa wanapokea hazilingani na kazi ambayo wanafanya Dubai. Guys, ni hatari sana. So mzee, mimi kuna jamaa nipigiaga simu, ananipigia picha, ananiambia bro, unaona tuko tunapeleka vitu bro. Manake ni etage, unakutana etage iko na ni building yenye iko na etage ta zaidi ya 7 10, wako napandisha vitu. Asikuje kuangalia sasa franga zao wanapokea sasa. Hata sometimes kuna saa wazipokeaji. Hata sometimes nasikia kuna saa wazipokeaji. Kuna saa ukishafika kuna saa ukishafika muda wa kupokea, inakuwa ngumu, inakuwa ngoma. Unapata vizuri, inakuwa ngumu kupata franga zao. Guys, ni hatari, ni shida sana. Alafu maana wanatoa pesa nyingi, alafu wakishafika kwa hiyo wanafanya kazi ya nguvu, alafu na kazi ya nguvu wanafanya hailingani na mshahara ambao wanapokea. Kawaida kazi ya nguvu kaza kuifanya kwa mwanaume ni kawaida. Kwa mwanaume kufanya kazi ya nguvu ni kawaida. Tatizo hiyo kazi ya nguvu ambayo unafanya, eske unaipatia yale matumizi, unaipatia ule mshahara wake wenyewe unahitajika kupata kwa ile kazi ya nguvu ambayo unafanya. So guys, ilifo kwanza mbele ya kwenda mkwe mnafanya ma contract na hizo makampani ambazo zinawasafirisha. Sana Warundi hawako serious. Manake Murundi hawezi kusabia wewe. Sana hao Warundi wenye wako na maagence Bujumbura, manake ni watu wenye hawawezi kuhesabia ugumu gani unaenda kupita ndani. Manake yeye anaangalia tu yeye chake kiingio mfuko, alafu wewe nayo utajijua utakufa. Kama hivi nafuapa sema majuzi hapa naisha panapita. Mimi nilikuwa natembelea kwa Facebook kidogo hivi, nikaona kuna wamama walikuja kupiga kelele kwa ofisi moja hivi ya msafirishaji. Wanamuuliza watoto wetu wako wapi? Mbona watoto wetu hatuzungumzi nao? Mbona watoto wetu hatuongee nao? Wanalipata vizuri. Wanamwambia wewe utaenda fast. Sijui sweet kisi imeendeka, lakini ndio video mimi nimeionaga ikinazungumzia. Maana mama wanakuja ni wengi.
Wanasema aje tu watoto wetu wanakuja hapa mnawasafirisha, lakini nyuma hatuwaoni, hatusikii. Na hata kusimu hatuongee, tuko na masiku kusimu hatuzungumze. Mtuambie watoto wetu wako wapi? Jamaa anashindwa tajibia nini? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wao wanaangalia tu cha kinaingia mfuko kwao, hawaangalii mtu wanamsafirisha anaenda kufikia mazingira gani. Sasa ilifo nyinyi watu mnataka kusafiri Bujumbura, Burundi, muangalie ni makampani gani ambazo mtasafiria ndani, muangalie ni makontra gani. Kwanza pakopo anaenda kwanza na wa ndugu zake wote. Kama ni mke mwanaenda na mume wako kwe pale, wafanye contract, maana yake kitamkuta kule, maana yake wanakuwa wanajua kama kuna nafasi kwenye wataenda kumuulizia. Alafu na kingine kitu chenye au dada zetu wanakosea eko, so watu wako wanaume kwanza, chenye au dada zetu wanakosea eko, wanakosea kitu cha kwamba kuna muda wanasafiri wanajiiba na acha watoto 5, watoto 4, wangapi, anaenda bila mume wake kujua. Sasa hapo ndio wenyewe wanapatiaga shida. Pengine nasikia wanapatiaga shida ni kwamba akishafika Omani au Saudia wanakwepa. Sasa hiyo kukwepa bosi amekuchukua kutoa contract, anakutia contract. Ukishaenda huko manake huko unakuwa independent. Hauna mtu wa kufuatilia na wala hawajui wewe umeenda wapi. Unanipata vizuri? Sasa mjitahadhari sana, muweze kufika, tumikia ndogo. Ukisikia unachoka sema ewa naye nataka kurudia nyumbani kwetu, mimi nimesikia nachoka, ewa na contract inanishinda. Watakurudisha, it's okay, ni kitu cha kawaida sana. Lakini ujue kama ukikwepa chenye utakumbana nacho barabarani huko hautajua, utakumbana wa mwizi, utakumbana wa bakaji, utakumbana wa uaji, wanaanza kufanyizia kitu kibaya au I don't know. So kuweni makini wa sister zangu, kuweni makini wa dada zangu, fanyeni kazi, fikia contract, pambana na contract ikishindikana sema I need to return to my home. Utarudia nyumbani, utatulia, utatafuta tena vingine ya kufanya. Makazi ya kufanya Burundi ni mengi, unaweza kuchuuza, unaweza kufanya nini, vyovyote vile unaweza kufanya kazi na ukapata pesa kuliko kwenda kutesekea huko tunaenda kutafuta faranga nyingi, baadaye ukaja kupata matatizo, So guys, hii ni concern nawapatia wa sister zangu, wa kaka zangu wenye mlioenda mwa hizo nchi za Waarabu kupambana. Attention, mimi nawaambia ukweli, hawadupendi hii video wataiona, wanaweza kaisikia au wasiisikia, lakini hawadupendi. Mnajua kama Ponoware ndugu yangu ni hatari. So weye jua kama kwa unaenda pambana na kazi kushinda, sema I want to return to my home. So guys, watakusafirisha turudia nyumbani kwenu, amani itatawala kama kawaida. So nawapenda sana, muendelee kutufuatilia sana ku YouTube yetu, Facebook ni Kangaru Entertainment Official. Muendelee kulike, kucomment na kushare na kusubscribe pia, ili tuweze kupata waabone wengi sana, ili mkoe mnasikiliza hizi habari zangu zinawapatiaga, ili muweze kusikiza makonsei zangu. Thank you so much, nawapenda sana. God bless you. Mwenyezi Mungu awabariki kwenye umeenda kupambania, Mwenyezi Mungu awabariki kwenye umeenda kutumikia. Azidi kuwapatia power na nguvu na uvumilivu pia. Hapo sio nyumbani, hapo ni ugenini. Thank you so much. God bless you. Ciao. This is Boston Kangaru. Thank you guys.